Sasa cha kwanza ambacho nataka niwauzie wazo kichwani mwenu, kuoa ama kuolewa kibiblia sio lazima. Naomba nirudie. Kuoa ama kuolewa kibiblia sio lazima, ni ihali. Ndio maana mwenye ndoa zake aliyezianzisha mwenyewe alipokuja hakufanya nini? Hakuoa Yesu mwenyewe. Lakini sio Yesu, rudi kwenye Biblia yako. Elia hakuwahi kuwa na mke mpaka anapaa kwenda mbinguni. Sio Elia tu, Elisha pia hakuwahi kuwa na mke. Agano Jipya, Paulo hakuwahi kuwa na mke. Kwa mantiki hiyo, kama inaanza kukliki kwenye kichwa chako, kumbe duniani kwenye maisha tunayoishi, ndoa sio kila kitu kwenye maisha yetu. Ingawa jamii na vyanzo vya taarifa vingine tulivyo navyo, unajua dunia yetu ya leo tuna vyanzo vingi sana vya taarifa. Mfano sasa hivi tuna Google. Kuna taarifa nyingi sana unaweza ukazitoa humo ndani kwenye Google zinazozungumzia masuala ya ndoa. Lakini tuna Facebook, Instagram, Wikipedia, tuna taarifa nyingi ambazo tunaweza tukazipata kutoka kwenye vyanzo vingine. Taarifa ambayo mimi natamani niizungumzie sana, jamii tunazoishi, na wakati mwingine hata kanisa. Yaani utakuta kanisani mchungaji anakuambia, "We Abdara, una miaka mingapi?" 27. Unasubiri nini? Ndevu zimeanza kuwa nyeupe na hauoi, na unakuta unamwataki mtu, lakini kuoa sio lazima. Lakini kwa condition ifuatayo, hata kuolewa. Asante pastor, asante sana. Lakini kwa condition zifuatazo, nitazifundisha mbele. Ngoja nigusie tu kidogo. Ukisema hivi, mimi nataka niishi kama Yesu, sitaoa, na kuna nili pia usinanili. Maana changamoto tulionayo leo, kwa taarifa ambazo sio sahihi, kuna wadada leo duniani wanajiita single mother au wengine hata bado hawana watoto. Utakuta anasema, "Mimi nasoma nipate kazi, ni focus na maisha yangu." Hawa wanaume wanapotezea, na wengi wanaosemaga hivyo ni wale ambao wamesha kinywea. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ukimkuta mdada, wanaume hawa hawana maana, mimi na focus na maisha, jua kabisa huyo alishapiga ameshatandikwa mapigo yake kadhaa. Lugha nyingine ambayo imetawala sana sasa hivi duniani tunasema hana nguvu za jamani, ametenda maajabu. Hivi si mmoja nisaidie, hivi ni nini neno rahisi tu ambalo tulichague tulitumie? Kama alivyosema huyo. Hiyo ni sababu ya kwanza. Kijana wa kiume ambao amezaliwa akiwa hana uwezo, naomba wote msimame. Haya, tunaweza tukakaa. Sasa hana uwezo wa neno la kwanza nilolisema. Mulio niolewa tupungiane mkono sasa. Mimi ninateseka peke yangu hapa wakati tunaweza tukasaidiana. Huyo ni mtu wa kwanza ambaye haruhusiwi kufanya nini? Haya, wa pili. Tena wako matoashi waliofanywa na watu kuwa matoashi. Nimemsoma Danieli, yeye alifanywa upasuaji kabisa. Kipindi kile wakati majumba ya kifalme ulikuwa wewe ambaye sio familia ya kifalme uruhusiwi kufanya kazi ndani ya jumba la mfalme mpaka kwanza wameua uwezo wako wa kuweza kuwa na mwanamke. Kwa hiyo miongoni mwao ni Meshaki, Eshaki, Abednego, huyu Danieli. Hawa waliharibiwa, hawakutaka, walizaliwa wakiwa na nguvu zao, hawakutaka wawe hivyo, lakini waliamliwa kuwa hivyo. Lakini kundi la mwisho, ukiendelea hapa namalizia, waliojifanya kuwa matoashi kwa kusudi la ufalme wa wapi? Wa Mungu. Ndio maana anafikia hiyo point. Sasa ukisema hivi, sitaki kuolewa, sitaki kuoa, nataka niishi, maana yake pia usiimbe kwaya, maana kwaya lazima iwe na usajili. Sasa tuna watu leo duniani wanasema hivi, mimi sitaki kuingia kwenye ndoa, lakini kwaya anafanyaje? Yaani wewe ni chizi nafuu ya aliyo kwenye ndoa ambao sio nzuri. Kwa sababu ukisema kwaya unaimba, alafu hutaki kuolewa, maana yake kinachopatikana kwenye ndoa wewe unafanyaje?
Maana yake umeolewa. Tena wewe umeolewa na watu wengi, kwa sababu wanaoimba nyimbo hizi kuna wakati hata kwenye kwaya moja, so utakuta kwaya moja mmesajiliwa, lakini ndani ya kwaya kuna vikundi pia Sasa hao wanaosema mimi nahitaji kuishi mwenyewe, ni lazima turudi kwenye Biblia tuone kuishi wenyewe tunaishije. Nimeanzia huku kwa nini, wadogo zangu? Miaka ya nyuma na mimi nimekuwa nikisoma sana masuala ya mahusiano na nimekuwa nikiyafundisha sana. Kuna perception ambazo tumefundishwa kuhusu mahusiano kiuasilia hazipaswi kuwa hivyo, ila tumeaminishwa hivyo. Na kwa sababu hiyo mimi nataka leo turudi mahusiano kwenye Biblia. Tuachane na mahusiano kwa wataalamu hawa wanaotufundisha mahusiano. Na mimi nimepata bahati ya kukaa na baadhi ya wataalamu wanaofundisha mahusiano. Kinachonishangaza, wengi ambao ni magwiji wa uhusiano, wao wenyewe umewashinda. Nilialikwa kwenye kitchen party pastor. Akasimama mama hapo, alichambua mahusiano. Ukitaka usiachwe, maji ya uvuguvugu. Mweke sijui na Eriki, mwanaume anabebwa mwanamke, mweke mgongoni babu. Na mimi niko hapo nimemsikiliza alivyomaliza, maana tulikuwa tumekaa wote sehemu moja. Alivyorudi pale nikamwambia, mama una miaka mingapi kwenye ndoa? Bwana alinisumbua mimi. Yaani yeye mume wake kafanedi lakini akija hapa nakwambia mwekee maji ya nini? Kama maji ya uvuguvugu, Heriki, sijui mpikie chakula. Kama ndio sababu ya kusababisha mahusiano yawe mazuri, mbona yeye kwake amefanyaje? Kwa nini ya kwake apalaganyike, alafu uamini kabisa taarifa zake zinaweza zikawa sahihi, kwa sababu hazi-apply yeye mwenyewe binafsi. Sasa mimi niwaombe, kama ulinisikiliza vizuri, wakati Yesu anajibu swali, alisema hivi, hamkusoma hapo? Sasa naomba niwasumbue vijana 6. Vijana 6 wenye wanawake ila kwa siri. Hamna, sio kweli, hamna, ni hamna kabisa. 1, 2, 3, 4, 5 na wewe utakuwa wa mwisho wa 6. Washaini ya 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilikuwa na hesabu kichwani ninachotaka nifanye. Nisikilizeni Ukirudi kwenye Biblia yako utakuja kugundua uhusiano wa kwanza muhimu kuliko uhusiano wote duniani sio ndoa. Watu wengi wameaminishwa ndoa ndio foundation. Lakini uhusiano wa kwanza ambao Mungu aliuanzisha, alimuumba Adamu peke yake bila kuwa mwanamke. Kwa hiyo utakubaliana na mimi, huyu ni Mungu kwa sasa hivi. Wewe acha wewe, umejidai. Na kuna mmoja hapo sija atakuwa shetani akia nani. Huyu ni Mungu kwa sasa hivi. Wakati Mungu anaanzisha uumbaji, taasisi zote, in the beginning, kila kitu kina mwanzo. Wakati Mungu anaanzisha mahusiano ya kwanza aliyoyatengeneza, huyu ni Adamu. Single. Mahusiano ya kabla ya ndoa, mahusiano namba 1 ambao Mungu anayaangalia kuliko ndoa, na mahusiano haya sio ombi, ni lazima. Mahusiano gani? Kati ya mwanaume na Mungu peke yake, mwanamke akiwa hayupo. Halo? Tuko pamoja? Hata mwanamke, wakati Mungu anamtengeneza mwanamke, mwanaume hakuwepo. Nikiwa na maana gani? Alilala zake. Kwa hiyo Mungu anataka mahusiano binafsi na mtu kwanza kabla hajaingia kwenye taasisi inaitwa ndoa. Nitarudi hapa leo. Usitoke Adamu. Cha pili ndio Mungu akaanzisha ndoa. Nani anayeandika majina ya wanaocheka? Sogea mbele kidogo mdogo hapo. Sikiliza. Foundation, msingi wa kwanza, Mungu mwenyewe. Kwa nini? Ana plani zote ziko wapi? Akatoa plani yake ya kwanza. Na nisikilize, hii plani ya kwanza Mungu anaotoa hahitaji suggestion yoyote kutoka kwako. Ni mapenzi yake yeye anavyotaka.
Anatakaje? Mungu anataka kwanza yeye Mungu na mtu binafsi wawe na mahusiano. Baada ya Mungu na mtu binafsi kuwa na mahusiano, ndipo Mungu akaruhusu kitu cha tatu. Nini? Ndoa. Cha nne, familia. Hapa napo nitasema huko mbeleni, kwa sababu sio wote tunazaa. Kuna wengine hawapati watoto na wako kwenye ndoa. Baada ya familia ndio inakuja jamii. Baada ya jamii inakuja taifa. Sasa angalieni shida tulizonazo leo. Leo tunataka kujifunza ndoa kwenye taifa, jamii, hata kwenye familia sio sana. Tunataka kujifunza ndoa kwenye taifa linasemaje. Tunataka kujifunza ndoa kwenye jamii fulani. Hiyo jamii inasema nini kuhusu ndoa? Kumbe sehemu sahihi ya kujifunza ama taarifa sahihi kuhusu ndoa ni lazima tuipate kwa huyu jamaa huyu peke yake, na yuko mtu mwingine anaweza kutupatia taarifa sahihi. Ni Mungu. Njoo Mungu. Njoo mwana. Njoo Mungu. Alafu huko mbele walikuja wanaume tupo Adamu. Usije. Shuka huko chini, kachague binti mmoja Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Wacha we. Haleluya. Lakini nasisitiza ni mfano. Usitoke hapa ukaanzia nilipoishia, kwamba unajua kama pastor alivyo unajua ile ni mpakwa mafuta wa Bwana anaongozwa na Nisikilizeni wadogo zangu, mahusiano ya kwanza naomba leo niyaishie haya tu, niyafundishe haya. Naomba mshike Mungu. Ngoja nikwambie, huwezi kuishi na mwanamke, huwezi kuishi na mwanamke kama hujui wewe ni nani. Na ili uweze kuwa salama kwenye hii dunia, ni lazima kwanza wewe ujijue ni nani. Huwezi kujijua wewe ni nani mpaka umuulize aliyekutengeneza. Aliyekutengeneza peke yake ndiye anajua wewe ni nani. Ukienda kwenye jamii ukajifunza kwenye jamii, jamii watakufundisha mazoea yao kama jamii. Lakini ukienda kwa Mungu mwenyewe peke yake ndiye anayejua kwamba ndoa ni nini. Kwa hiyo cha kwanza ambacho unapaswa ukitafuta, uliyekaa hapa, usitafute mwenzi. Mtafute kwanza nani? Mungu. Hebu fungua Biblia yako ni kusurprise kitu kimoja. Mwanzo 2 fungu la 18. Mwanzo 2:18. Mwanzo 2 fungu la 18. Umefika? Kiswahili. Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe. Halo? Aliyesema ni nani? Wakati wako Mungu na Adamu. Adamu hakuwahi kuhitaji mtu mwingine. Adamu hakuwahi kutaka mke. Hata kama Mungu angempa wazo, Adamu unataka nikutengenezee mwenzio, aweje? Wewe unafikiri angesema mwanamke alivyo? Adamu alikuwa anajua kwamba mwanamke anapaswa awe na chakula cha watoto kikubwa? Halikuwa hajui. Kwa hiyo hili neno linalosemwa hapa sio neno analolitaka Adamu. No, ni neno analolitaka nani? Mungu. Mungu ndo anasema hivi, kwa sababu huyu jamaa na mahusiano naye, na kwa sababu nina mahusiano naye, hapaswi awe. Samanini nisisitize hapa mnielewe. Kipindi hichi Adamu ni bikra. Mmecheka mkijuaga tu wanawake peke yenu ndio bikra, na sisi na sisi ni bikra vile vile. Msije mkajisahau mkajikuta ni nyinyi. Mwanamke ni bikra, ni mwanamke ambaye hajawahi kuingiliwa na mwanaume. Mwanaume ambaye hajawahi kumwingilia mwanamke ni bikra. Mmetuzidi kitu kadogo tu kale. Na sio mmetuzidi by the way, ni sisi ndo tuliwazaa. Si mnakumbuka mlitoka wapi? Cha kwanza muhimu sana kuliko vyote wadogo zangu, huyu Adamu hapa hana demu, hana mchepuko, hana yeyote, na hana mpango naye. Yaani hapa Adamu ukimuuliza, Bwana unataka nini? Akwambia yule ataitwa simba, yule tembo, yule panzi, yule ng'ombe. Hana issue za mahusiano hata doti hili. Wadogo zangu, kipindi unayahitaji mahusiano ni kipindi
kipindi ambacho haufai kuwa kwenye mahusiano. Nani amenielewa? Nipungie mkono. Yaani kipindi unachosema hivi, siwezi kuishi peke yangu, mimi nimechoka maisha haya, kipindi hicho haufai kuwa kwenye nini? Kwenye mahusiano. Kwa nini? Kwa sababu you are not single. Kwa nini? Mahusiano hakuyataka mtu. Mahusiano ya mtu kwa mtu aliyataka Mungu mwenyewe. Sikiliza, mahusiano ya kwanza ya Mungu na mtu aliyeyataka ni Mungu. Mungu alipoona haya mahusiano yako vizuri, Mungu akataka mahusiano ya pili. Mungu akasema si vema Adamu awe peke yake, na mtengeneza mtu wa pili. Na sio Adamu aliyehitaji. Swali langu kwako wewe tunaoishi leo, nini kinakuendesha kwenye maisha yako sasa hivi kuhusu mahusiano? Hivi unajua kuna watu wengi sana ambition zetu ni mahusiano kuliko hata sisi wenyewe. Yesu anaposema in the beginning, kwa lugha nyingine Yesu anasema hivi, nataka muishi ulimwengu kabla dhambi haijakuwepo, lakini vile mtakavyoishi kwenye ulimwengu wa dhambi, muishi kwenye ulimwengu niliotaka mimi kabla ya nini? Nategemea kijana huyu wa kiume mpaka sasa umri huu alionao huyu hajawahi kuwa na mahusiano ya kingono na mwanamke yoyote. Ni chache. Najua lazima tuziwe chache. Unafikiri zinaweza zikawa nyingi? Zinaanzaje kwa mfano? Lala na mwanaume au mwanamke sasa hivi kabla hujaingia kwenye ndoa. Kwa lugha nyepesi, huna mahusiano na Mungu. Naomba tukate ya mahusiano. Na kama hauna mahusiano na Mungu, maana yake una ugeni, una mahusiano na shetani. Yaani tumebadilisha. Nisikilizeni vizuri. Kama kijana wa kiume uko chuo, unaweza kuintroduce mahusiano ya kingono, maana yake wewe umheshimu nani? Sasa swali liko hapa, kama mtu amheshimu Mungu, atakuheshimu wewe? Mungu aliyeniumba simheshimu. Mungu ananiambia usiimbe kwaya mpaka usajiliwe. Mimi naambia Mungu, wewe najaribu kwanza sauti zangu ziko sawa? Kwa mantikio, huyu kijana anapokwenda kulala na mwanamke ambao sio mke wake, maana yake amevunja mahusiano na Mungu, hafai kuwa mume. Na ngoja niwaambie wadogo zangu, Mungu atusaidie, especially ninyi mlio chuo, tena ninyi mnaojiita wa Kristo. Mungu atusaidie. Wengi wetu sisi ni wanafiki. Wengine tunasimama mpaka hapa na tuna position kubwa, lakini trust me, hatuna Mungu, ila tuna mazoea ya dini tulizo nazo. Na ndio maana mahusiano leo yanawatesa. Kwa nini yanakutesa? Kwa sababu wewe unatafuta mtu baada ya kutafuta Mungu, alafu Mungu aseme hivi, is not good for a man to be alone. Wewe sasa hivi una struggle mwenyewe kutafuta, na nitakwambia kwa nini unatafuta mwenyewe. Nisikilize. Kwa nini unatafuta mwenyewe? Nakubaliana kabisa na nyinyi wote mliokuweko hapa. Sababu kubwa ya ndoa na kinachotofautisha na mahusiano mengine ni kunanili. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kesho nitazungumzia neno alone na single, lakini nisikilize hili. Kunanili peke yake ndio kunanitofautisha mimi na mke wangu na mahusiano ya watu wengine duniani. Nisikilize, wakati Mungu anamuumba Adamu, alimchukua kwenye mavumbi ya nini? Asante. Mavumbi ya ardhi, akamtengeneza Adamu. Mungu hataki tena kurudi kwenye mavumbi ya ardhi, akamtoa mwanamke ndani ya nani? Ya Adamu huyo hapa. Mungu pia hataki tena kurudi kwa Adamu, akatoa wengine. Mungu akatengeneza mfumo, Adamu akampa A, huyo akampa B, alafu akawaambia hivi, mkikubaliana mkaingia kwenye taasisi ya ndoa, mnisaidie ili zoezi la kuijaza nini? Tunaijazaje? Kwa sababu nimewapa opposite sex. Kwa hiyo kwa nini tuna Kiswahili hichi? Unaona nikisema sex hata kuna shida. Sema Kiswahili uone. Yaani Kiswahili, unajua Kiingereza kuna maneno magumu unaweza kusema hapa pasta hata watu wasishtuke. Yaani unaweza kusema anas, ameshtuka mtu hapa. Sema Kiswahili sasa.
Sema uone, utaona balaa lake hapo. Shindwa katika jina lake. Nisikilize mdogo wangu, kuanzia leo usiingie kwenye hili wimbi baya ambalo halifai. Kusudi la ndoa ni kwa sababu Mungu alikuwa hataki kurudi tena kwenye ubavu wa Adam, na Mungu alikuwa hataki tena kurudi kwenye ardhi. Mungu akatengeneza mfumo endelevu. Huyu mama akapewa mfuko wa uzazi, hiki kidume kikapewa mbegu. Hawa wawili wakichaguana kwamba nimeamua huyu atakuwa wa kwangu, wakaingia kwenye taasisi inaitwa ndoa, wataanza kufanya lile tendo. Kusudi la Mungu kwenye lile tendo ni kuijaza nini? Msikilize vizuri, Mungu nataka watu wafanye tendo la ndoa ili wajaze dunia. Alafu Mungu akaongeza kitu kingine, akasema naweka niiteje, sijui ni bakshishi, sijui niiteje. Hivi yai la kuchemsha unaweza ukala bila chumvi lakini ukiweka chumvi si kuna kitu kanaongezeka Mungu akaweka Kiswahili sasa, hapo ndo changamoto hapo, Kiswahili. Mungu akaweka enjoyment. Unaona kuna mtu ameshtuka? Sema Mungu akaweka utamu. Uone, Mungu akaweka utamu kwenye hilo tendo. Nisikilize, hatuendi kufanya tendo kwa ajili ya utamu, tunakwenda kufanya tendo kwa ajili ya kusudi la Mungu. Lipi? Kujaza dunia. Ila wakati tunashirikiana na Mungu tujaze dunia, Mungu akaweka kwenye chumvi, akaweka chumvi kwenye yai la kuchemsha. Yai la kuchemsha ulipasua hivi, ulikate pata, alafu uwe na kale kakukumutia chumvi, mnakajua kale uweke sha, achana nalo. Nikuulize swali, wewe unanisikiliza sasa hivi. Sasa hivi ukienda kulala na mwanaume asiyekuoa, unaenda kutafuta nini? Enjoyment, but not purpose. Na ndio maana leo kijana mmoja wa kiume ana wasichana 7. Afu angalia tulivyokuwa wapumbavu, nitaisema mbeleni. Binadamu kweli, alisema hapa pastor, akili zetu zimeharibikiwa. Mwanaume mmoja ana date na wanawake 7 kwa wakati mmoja, alafu anajiona shujaa. Lakini kiurahisi tu, we ni chizi unayetembea. Kwa sababu siendi kulala na mwanamke kwa sababu nahitaji enjoyment. Hapana, siendeshwi na enjoyment, naendeshwa na kusudi la Mungu. Kusudi linasemaje? Tuijaze. Ili niingie kuijaza, napaswa nifanye nini? Nisajiliwe. Nachukua fomu, nasimama mbele za watu, mimi Peter John Chibago na kutoa wewe Shoma Emmanuel Burugu, uwe mke wangu halali wa ndoa. Naanza kujieleza katika shida na katika raha, katika dhiki. Tukishatoka hapo sasa, na kanisa zima siku ile tunajua tu kwamba leo hivi. Unajua tukiwa tunafundisha ndoa, utakuta mchungaji anasema haya, anayemtoa huyu binti aje. Wewe unafikiri mzazi wako anayekuja kutoa hajui? Anakuja pale anajua kabisa leo na atasimama hapa mbele, mimi Abdalla Ramadhani Shahibu namtoa binti yangu Hanita Shahibu kwa kijana huyu, na baba anajua kabisa leo ni leo. Kwa sababu kuna kusudi. Huwa likiwa kusudi la Mungu, kile kitu hakiwi kibaya na wala hakileti shida. Lakini shida inakuja hapa pindi unapofanya nje na kusudi. Sasa leo vijana wengi, especially nyinyi mliokuwa chuoni, mnisamee wadogo zangu, na ndio maana hata hapa vioni ukienda unakutana na matangazo pale mnayaonaga sijui na nini. Nimeenda hapa chuo cha kwanza, nimeenda hiki na hiki, lazima ukutane na mkebe pale unakondoa. Zinaitwaje? Kondoa zinaitwaje sasa? Kwa sababu watu tumetoka kwenye lengo la Mungu. Sasa hivi watu tunafanya sex kwa ajili ya enjoyment, sio purpose. Lakini kijana aliyejifungamanisha na Mungu, kijana wa kiume aliyejifungamanisha na Mungu, haendeshwi na enjoyment. Hana pressure na enjoyment.
anaendeshwa na kusudi. Hivi Mungu ana kusudi gani kwenye tendo la ndoa? Mungu kusudi lake ni ipi? Ni kulipopulate earth. Okay, napaswa niingieje, nilifanye? Napaswa 1, 2, 3, ndipo anachukua hatua, anaingia kwenye ndoa. Lakini kijana yoyote wa kike au wa kiume unayelala na mwanaume mwingine au mwanamke yoyote yule kabla ya ndoa, trust me, una matatizo wewe. Alafu kwenye makambi mnawashtaki wenzenu, pastor tusaidie, hawa wanaume wa Kisabato wanatuchezea. Hivi wanawachezea au mnachezeana? Alikuja na bunduki kwamba kaka utatoa utoi, kaka utatoa, alikuja na hakuja na bunduki. Kwa hiyo mimi nikuombe unayenisikiliza leo, hebu anza kutengeneza heshima yako. Ngoja nikupe tu mfano kwa binti. Niliona hii clip kwenye clip moja. Mkufunzi mmoja wa ndoa alikuwa aliweka meza, akaweka vibakuli vitatu. 1, 2, 3. Akaita wanaume viwili, akaita wanaume mmoja wa kwanza. Akamwambia nawa kwenye kibakuli hiki. Akanawa kibakuli kimoja. Halafu hivi vilivyobaki akaita wanaume 8. Wote wakanawa kwenye kila. Halafu akawauliza nao wafundisha, kati ya hii bakuli hapa, hipi kidogo ina unafuu, unaweza ukayanywa maji yake, ungekunywa ipi? At least alionawa mtu huyu, kama ana minyoo naondoka na minyoo pekee. Mwanamke ni sawa na hako kabilika. Wewe bado hujaolewa, ushalala na watu, ukipewa uandike, wewe mwenyewe wengine ukumbuki. Tena unaanza nikiwa form 2 Abdalla. Yaani unaandika watu 12 alafu unasema bwana pastor tuishie kwanza hapa nikikumbuka. Sasa angalia umkomoi mtu yoyote, unajikomoa wewe. Unapolala na watu wengi, anayeathirika ni wewe, sio uliolala nao, na heshima yako inapotea. Kuna watu hapa mna mionekano mizuri, lakini ukipanda hapa mbele watu ndo wanaelekezana. Wewe uko hapa mbele unahudumu, watu wanaelekezana kuhusu wewe. Hivi unajua sisi wanaume nikilala na mwanamke najisikia sifa kumwambia mwanaume mwenzangu kwamba wewe yule unamfahamu wewe, nimempiga. Wanaume tuko hivyo. Na wakati namhadithia huyo mwanangu yule nimepiga, huyu jamaa ananiambia yupi huyo? Naambia yupi huyo? Ngambia ngoja wakisimama kuimba. Wenye mko hapa mbele, ametenda mai Yesu. Kidume kule amekaa na yule mwenzie ananiambia mkono wa kushoto. Hesabu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kidume kinaenda papa afu wewe umepiga pale? Yeah. Amepigwa. Angalia wanaume tulivyokuwa wajinga. Sisi tuna upekee wetu. Huyu nimemhadisia, nimekubamiza, naye akikuangalia unavyovutia, naye anapanga kukubamiza. Na huyu akikubamiza, akija kwangu akinieleza, hatukasirikiani kwamba mwanangu wewe umepiga na mimi. Sasa angalia, wanaume wanajisifia wakati wewe umepoteza heshima yako. Mimi niwaombe, hebu kuanzia sasa hivi anza kutengeneza heshima yako. Na haitengenezwi na yoyote yule, inatengenezwa kwa kujifungamanisha na nani? Dada, mshike Mungu. Jifungamanishe na Mungu, atakuepusha na mengi. Na utaanza kujiandaa kuwa mtu unayefaa kwa jamii. Lakini kwa dunia hii tulionayo, Mungu anatuona. Mbona mnaniangalia hivi? Mnaweza mkaenda jamani. Mnaweza mkaenda. Unajua hapa wanaume wananimind sana. Unaharibu pastor. Unatuharibia. Muda umeniishia. Mimi nimalizie kwa kusema hivi. Chagua kuanza kuyajali maisha yako kuliko watu wengine. Wanawake, ninyi ndio mnaathirika sana kwenye madhara ya tendo la ndoa kuliko wanaume. Wanaume maumbile yake ni external, ninyi maumbile yenu ni internal. Mwanaume hana mlango, ila wewe una mlango. Na funguo hazifanani. Kuna mafunguo ya vitasa vile vikubwa, na kuna funguo za vitasa. Anayejua aina ya funguo inapaswa ikafungue kufuli gani ni aliyezitengeneza. Ndio maana Mungu akamwambia Adamu, si vema uwe. Mungu anaambia kwa funguo hii nilivyoitengeneza funguo hii, si vizuri iwe peke yake.
Mungu anamwambia Adamu, sasa subiria kwanza. Akaenda kutengeneza kufuli linaloendana na nini? Sasa wewe ulivyokuwa wa ajabu leo, mafunguo duniani yako, alafu wewe unajifanya Mungu. Nijaribu hili linafungua, hili sio, hili linafungua, hili sio. Baadaye baada ya kuwa na mlango unakuwa na geti. Yani mnacheka kama mazuri. Jamani, Mungu awabariki sana. Asanteni. Tuinamishe vichwa tuombe. Asante Yesu, tunakusihi sana kwa mapenzi yako. Ni vizuri sana kujua kusudi la ndoa. Ulimwengu tulio nao sasa umegafirika sana. Dunia imetanga mbali kwa kuenenda kinyume na makusudi ulio nao. Vijana wengi wana misukumo ya kingono, na kwa sababu wanahitaji furaha ya tendo la ndoa. Lakini Kristo, tumesahau kusudi ulilolianzisha kwenye hiyo taasisi. Tulioinamisha vichwa vyetu sasa ni wewe peke yako unayetufahamu. Na kwa sababu ni Mungu unayesoma ndani ya mioyo yetu. Ikiwa wako miongoni mwetu walioharibu mahusiano yao na wewe na kufanya vitu ambavyo ni kinyume nawe na kujifedhesha, hebu kwa kile tulichojifunza leo tusamehe. Tutakase Kristo na utusimamishe tukiwa wapya. Tusiendeshwe na ulimwengu, lakini mahusiano binafsi ya kati yetu sisi na wewe yakawe sababu njema ya kujenga tabia zetu na utukufu wako kaonekane katika maisha yetu. Nimeomba kwa imani katika jina lako Yesu. Amen. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.